Chama cha walimu nchini CWT kimesema walimu wana haki ya kuwasilisha maoni yao ya kufanya marekebisho ya katiba inayowataka kukatwa kiasi cha 2% kutoka kwenye mishahara yao kama michango kwa chama hicho. Mwenyekiti wa CWT mkoa wa Mwanza Bwana Shole Fanueli Maduhu amesema ikiwa walimu wanaona kiasi hicho ni kikubwa, wawasilishe mapendekezo ili kufanya marekebisho badala ya kukimbilia kuanzisha vyama mbadala wa CWT. Bwana Maduhu amesema baadhi ya walimu wamekuwa wakilalamika na kutaka kujiunga na vyama vingine wakidai kupata huduma duni ndani ya CWT na kusahau kuwa misingi ya vyama vya wafanyakazi ni mshikamano ili kutetea maslahi yao kwa pamoja. Sisi chama cha walimu Tanzania at least tunatoa huduma kuanzia ngazi ya tawi. Kwa hiyo kuna pasenti inarudishwa mpaka kwenye tawi, yani eneo la kazi ambapo watumishi wenyewe, wanachama wenyewe wanapangia matumizi. Lakini kuna fedha zingine zinaenda ngazi ya wilaya. Kimeajiri watumishi wakiwemo makatibu nchi nzima. Kimeajiri maafisa wa sheria kwa ajili ya huduma hizo. Kimeajiri madereva, kimeajiri wale ma-PS, lakini kina magari nchi nzima ili waweze kuhudumiwa hayo. Huwezi kuhudumia kwa flat rate ya shilingi 5,500. Na hivyo manake ni kurudi hatua nyuma. Maendeleo yote hata kwenye familia yanavyoenda mbele, hauwezi ukarudisha gharama nyuma. Mfano hata kwenye familia mmejenga nyumba, lazima ihudumiwe. Amesema watu wachache wenye maslahi binafsi wanalenga kuwagawa walimu na kusisitiza kuwa ikiwa kuna maoni yawasilishwe ili kuboresha katiba ya sasa ya chama cha CWT toleo la mwaka 2014 iendane na matakwa ya sasa. Rais wa chama cha madaktari bingwa wa usingizi Dr. Edwin Lugasi amesema bado kuna uhaba wa wataalamu wa dawa za usingizi na ganzi salama hapa nchini. Ameyasema hayo jana katika mkutano mkuu uliowakutanisha wataalamu wa dawa za usingizi na tiba salama kwa watoto uliofanyika jijini Mwanza. Aidha amesema kwa sasa Tanzania kuna jumla ya madaktari bingwa 100, hivyo serikali inapaswa kuiangalia idara hiyo kuwa na wataalamu wa kutosha. Huduma za usingizi na ganzi katika Tanzania bado tuko nyuma kidogo. Serikali imejitahidi, imetuwekea vifaa, theater zipo, mashine za kutoa dawa za usingizi zipo, monitor zipo, dawa zinapatikana. Bado tuna changamoto kwenye idadi ya watu wa huduma. Nchi kama nchi, madaktari bingwa dawa za usingizi hatuzidi 100 kwa population au kwa idadi ya watu ambao ni kama milioni 60 na kwenda juu. Itakiwa tuwe na watu kama 5 wana taaluma kwa kila watu 100. Sisi tuko 100, kwa maana yake tunatakiwa tu kama 1000 na kuendelea. Baadhi ya madaktari bingwa wa dawa za usingizi na ganzi salama walioshiriki mkutano huo wamesema kuna haja ya serikali kuandaa madaktari bingwa wengine ili kuweza kutatua changamoto hiyo. Wanapaswa kuandaliwa wakingali bado wanasomea ile degree yao ya kwanza. Kwa hivyo kama madaktari wa dawa za usingizi na mabingwa bobezi pia tunahakikisha kwamba wanafunzi wanaanza kuhudhuria katika department ambao ni idara zile zinazohusika na utoaji wa dawa za usingizi na ganzi mapema zaidi. Athari ni kubwa sana za upungufu wa madaktari wa kutoa dawa za usingizi kwa sababu kada hii kidogo ina changamoto ya watoa huduma ni wachache hasa kwa upande wa madaktari, lakini tunajitahidi kuongeza training kwa madaktari na wauguzi pia. Lakini pia athari ni kubwa kwa sababu kundi la watoto wanahitaji uangalizi mkubwa zaidi. Na sasa ni habari za kimataifa. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ameongoza ibada yake ya kwanza ya misa leo, siku moja baada ya kuchaguliwa kuliongoza kanisa hilo. Mzaliwa huyo wa Chicago nchini Marekani, Robert Francis Prevost, alichaguliwa jana Alhamisi kuwa papa wa 267 kufuatia mkutano maalumu wa makardinali wenzake katika makazi rasmi ya papa, kanisa la Sistine mjini Vatican. Akihubiri wakati wa ibada hiyo ya misa takatifu, Papa Leo wa 14 amewaambia makardinali kwamba anatumai kuchaguliwa kwake kunaweza kusaidia kanisa Katoliki kuleta mwanga kwenye usiku wa giza wa ulimwengu huu na kwamba anaweza kuwa msimamizi mwaminifu wa kanisa zima. Papa huyo mwenye umri wa miaka 69 anakuwa papa wa kwanza katika historia kutokea nchini Marekani. Na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE leo Ijumaa
umekanusha ripoti ya shirika la kimataifa la haki za binadamu la Amnesty International inayoituhumu kwa kuwapelekea silaha zilizotengenezwa China wapiganaji wanamgambo wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF cha nchini Sudani. Naibu waziri anayeshughulikia masuala ya usalama na kijeshi wa UAE, Salem Al-Jaberi, amesema nchi yake inapinga pendekezo kwamba inapeleka silaha kwa upande wowote katika mzozo wa vita unaoendelea nchini Sudani. Al-Jaberi amesema madai hayo hayana msingi wala ushahidi. Jana Alhamisi, shirika la Amnesty International lilisema limetambua mabomu ya China chapa GB50A na mitambo ya kuvurumisha makombora kwa kupitia uchambuzi wa video ya mashambulizi ya kikosi cha RSF katika mji wa Khartoum na Darfur. Shirika la Amnesty International limesema UAE ndiyo nchi pekee iliyoagiza mitambo hiyo kutoka China katika mkataba wa mwaka 2019. Wazua. Msikilizaji, maumivu yaweza kuwa njia ya wokovu au mwanzo wa makovu. Wazua. Na huo ndio mwisho wa Duru Habari jioni ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 2 usiku utasikiliza taarifa nyingine ya habari. Taarifa ya habari imesomwa kwako na Zawadi Bashemela, na unaendelea kusikiliza makala hii ya Duru Zetu Alasiri kutoka Radio Kwizera FM, na kukumbusha utembelee katika kurasa zetu za Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM na YouTube @Kwizera TV. Pia unaweza kutoa maoni yako ukichangia taarifa zetu kupitia 0692573615 na ujumbe wako nitausoma hapo baadaye. Unaendelea kusikiliza makala hii ya Duru Zetu Alasiri, habari kuu leo hii. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amemtumia salamu za pongezi Rais wa Urusi Vladimir Putin kwa maadhimisho ya siku ya ushindi kukumbuka vita kuu ya pili ya dunia. Chama cha walimu nchini CWT kimesema walimu wana haki ya kuwasilisha maoni yao ya kufanya marekebisho ya katiba inayowataka kukatwa kiasi cha 2%. Na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ameongoza ibada yake ya kwanza ya misa leo, siku moja baada ya kuchaguliwa kuliongoza kanisa hilo. Ikiwa tayari ni saa 10 na dakika 12 jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki, ambayo ni sawa na saa 9 na dakika 12 alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Kama ndo kwanza unaungana nasi, hii ni Radio Kwizera FM ambayo inakutangazia moja kwa moja kutoka mjini Ngara, Kagera nchini Tanzania, na ni kipindi ni makala ya Duru Zetu Alasiri. Na sasa msikilizaji, ni wasaa wa uchambuzi yakinifu wa habari zetu. Kardinali Robert Francis Prevost amechaguliwa kuwa kiongozi mpya wa kanisa Katoliki duniani, akichukua jina la Papa Leo wa 14. Papa mteule huyo amechaguliwa kwa zaidi ya kura 89 za makardinali 133 walioshiriki katika mchakato wa kumtafuta mrithi wa hayati Papa Francis. Papa Leo wa 14 amechaguliwa kushika wadhifa huo baada ya hayati Papa Francis kufariki Aprili 21 mwaka 2025. Viongozi wa kisiasa na kidini duniani wamepongeza Papa mpya Leo wa 14, huku wakionyesha matarajio makubwa ya kurejesha amani, hasa kwa mataifa ambayo yamekumbwa na vita vya muda mrefu duniani katika kipindi cha uongozi wake. Kutokana na hilo, nimemtafuta mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii Bwana Leonard Chakupewa, ambapo nimeanza kwa kumuuliza
Uchaguzi wa papa mpya unaweza kusaidia vipi katika juhudi za kisiasa za kuleta amani kwenye nchi zinazokumbwa na vita kama Sudani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Inawezekana yeye kuweza kubadilisha, kuhamasisha, lakini pia kuunganisha viongozi, lakini pia mahasimu ambao wanapelekea migogoro hii kuendelea katika mataifa kama haya ya Sudani ya Kusini, Kongo na kwingineko ulimwenguni, kutokana na sababu mbalimbali. Mosi ni ushawishi wake, kwa maana kwamba ni kiongozi wa kanisa kubwa ambalo linaongoza kwa wingi wa waamini. Takwimu zikionyesha kwamba kanisa Katoliki sasa lina waamini takriban bilioni 1.4. Pili, ni mtu ambaye amekuwa na uzoefu mkubwa sana katika uhudumu kwenye nafasi ya uchungaji katika mataifa mbalimbali. Ni mzaliwa wa nchi ya Marekani, lakini pia kwa ushawishi wake anaweza kubadilisha pakubwa sana kwa kuzirai nchi mbalimbali, na hii inathibitishwa na ujumbe wake aliyoutoa Mei 8 baada ya kupigiwa kura na wajumbe makardinali katika kanisa la Kusini, ambako walijifungia kwa siku 2 kwa kuhamasisha kwamba ni muhimu watu kuungana, amani kutawala ulimwenguni, lakini pia kuhakikisha kwamba watu wanavumiliana na kuchukuliana, kwa sababu hayo ndio misingi ya kulinda ubinadamu na ulimwengu. Kwa kuzingatia ushawishi wa kidini wa kanisa Katoliki duniani, unadhani papa mpya anaweza kutumia nafasi yake kushawishi jumuiya za kimataifa kuchukua hatua thabiti dhidi ya migogoro ya kivita kama ilivyo Ukraine au Gaza? Inawezekana, kwa sababu hili ni moja kati ya mambo ambayo mtangulizi wake Papa Francis alifanyia kazi sana. Papa Leo wa 14, kwa maana ya huyu Robert Francis Prevost aliyechaguliwa Mei 8 mwaka huu kama papa mrithi wa Papa Francis, ni mtu ambaye hatofautiani sana kimtazamo na mtangulizi wake, kwa maana kwamba ni mtu ambaye amehudumu sana katika maeneo ya ndani sana nchini Peru, kwa maana ya nje ya mji. Ni mtu ambaye ananasibishwa na watu wa tabaka la chini sana, lakini pia ni mtu ambaye anaaminika kwamba ni muhafidhina, kwa maana ya mfuasi wa zile taratibu na kanuni za Ukatoliki wa kale. Ni kwa njia zipi papa mpya anaweza kuwa chombo cha kidiplomasia ya amani katika maeneo yenye vita, ukizingatia historia ya viongozi wa kidini kuleta maridhiano kama ilivyotokea nchini Colombia wakati wa mchakato wa amani? Papa kama mchaguliwa mpya ana nafasi kubwa ya kuhakikisha kwamba kwa kutumia ile nguvu ya kanisa, basi anaweza kawaleta pamoja viongozi wa mataifa husika ambayo yako katika changamoto ya utengamano, kuweza kukaa pamoja na kuzungumza changamoto walizonazo ili kuweza kufikia mwafaka wa pamoja, mwafaka ambao unaweza kutoa nafasi kwa raia wa mataifa husika kama hayo changamoto ya usalama, lakini pia changamoto hii ikipelekea mtetereko wa uchumi na maendeleo kwa ujumla, basi yanarejewa utengamano na raia wake kuweza kuishi kwa amani na kuendelea na shughuli zao kama ilivyo awali. Ni sauti ya mchambuzi wa kisiasa na kijamii Bwana Leonard Chakupewa wakati nikizungumza naye kuhusiana na kuchaguliwa kwa Papa Robert Francis Prevost kuwa kiongozi mpya wa kanisa Katoliki duniani, akichukua jina la Papa Leo wa 14. Tunasonga mbele na uchambuzi yakinifu, na sasa tunaangazia taarifa kuwa Umoja wa Mataifa umesema umepunguza kwa karibu nusu ya malengo yake ya msaada wa kiutu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Umesema matatizo ya ufadhili yanaulazimisha kuzingatia tu watu wenye uhitaji mkubwa zaidi. Mwezi Februari, Umoja wa Mataifa ulitoa ombi la karibu dola bilioni 2.5 kuwasaidia watu milioni 11 nchini Kongo mwaka huu, badala ya milioni 21 ambao Umoja wa Mataifa unaona kuwa wanahitaji msaada. Hatua hiyo ya kupunguzwa kwa misaada inajiri wakati mashirika mengi ya Umoja wa Mataifa yakipunguza operesheni zao na idadi ya wafanyakazi kote ulimwenguni, huku wafadhili wakipunguza budget, hasa Marekani chini ya Rais Donald Trump. Nimezungumza na mwanamajumui wa Afrika na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Comrade Adrian Sebudema, ambapo nimeanza kwa kumuuliza kupunguzwa kwa misaada ya Umoja wa Mataifa nchini DRC kuna maanisha nini hasa kwa maisha ya wakimbizi na watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi hiyo.
kupunguza misaada ambayo kimsingi ilikuwa inawasaidia kupata vyakula, kupata shule, huduma za kijamii na kadhalika, itawaathiri sana kwenye kila sekta ikiwemo vitu vya kijamii. Lakini kwa upande mwingine itawaathiri sana pia kiuchumi, kwa sababu kwa namna moja ama nyingine watalazimika kwa mbinu yoyote kuendelea kutafuta ndugu na jamaa walioko nje ya makambi wawafyonze uchumi wao angalau wapate vyakula. Na kwa upande mwingine naona kuna kitu kinaitwa mfumuko wa bei utapanda, kwa sababu pesa, kwa mimi naamini, ni mambo yatakuwa magumu kidogo. Kuna hofu kwamba kupungua kwa misaada kutasababisha ukiukwaji wa haki za binadamu. Kwa mfano, watoto au wanawake wakimbizi huenda wakakosa ulinzi au huduma muhimu. Je, unadhani hili linaweza kutokea kwa kiwango gani? Siku zote watu wanapokosa pesa, vijana wadogo ambao kimsingi ni wale ambao walikuwa ni watiifu au kwa sababu walikuwa wanapata pesa, wataanza kuwa vibaka. Kwa hiyo kwa namna hiyo wataanza kulazimisha watu wabakwe, lakini kwa upande mwingine watakuwa ni wanyang'anyi wakubwa kwa kutumia silaha hata za jadi ambazo kimsingi ni silaha kama mapanga, lakini kwa upande mwingine silaha za kawaida ambazo kimsingi huwa zinashambulia watu. Kwa hiyo mimi naona ukiukwaji wa haki za binadamu, hasa ubakaji wa wanawake, lakini kwa upande mwingine ulawiti na mambo mengine yatatokea, kwa sababu vijana wale ambao walikuwa wanapewa vyakula sasa hawatapewa. Kwa hiyo wasipopewa, kimsingi watabidi watumie kila mbinu ili kulisha familia zao. Na katika muktadha wa hali ya kisiasa na kiusalama nchini DRC, ni hatua gani za dharura zinapaswa kuchukuliwa na serikali ya Kongo au wadau wa kimataifa kulinda wakimbizi dhidi ya madhara zaidi? Ni kuhakikisha misaada ya kibinadamu kutoka DRC inapelekwa, kwa sababu hamna serikali yoyote duniani ambayo hakina kitengo cha dharura. Tusaidiane pia kuwasaidia watu wa DRC wahakikishe wanapata misaada. Tunakumbuka sisi kama wanajumuiya ya Afrika Mashariki, lakini pia jumuiya ya SADC, IGAD, na kwa upande mwingine jumuiya ya Afrika kwa ujumla, African Union, Umoja wa Afrika, tuna wajibu wa kuwasaidia watu wa DRC wapate huduma za kijamii ili maafa yasiendelee zaidi. Tukumbuke makambi ya wakimbizi asilimia zaidi ya 90 barani Afrika yana shida nyingi, ikiwemo vyakula kukosekana, lakini kwa upande mwingine magonjwa ya milipuko ni mengi na kila kitu. Sasa tukijumulisha hayo, kuongeza njaa na maafa yatakotokea, tukiwatenga kama Afrika Mashariki, lakini pia Kongo yenyewe na jumuiya ya Umoja wa Afrika, tutapotea sana na taumiza sana watu wenzetu ambao kimsingi sisi ni wamoja, sisi wote ni weusi, inabidi tusaidiane. Kwa hiyo hata wale ni wahanga wakubwa ambao kimsingi sisi kama jumuiya ya Afrika Mashariki na nchi mmoja tunaweza tukawasaidia ili waondokane na maafa makubwa hasa yanayokaribia kuja. Dunia nzima inajua kuhusu hali ya DRC. Je, unadhani jumuiya ya kimataifa inafanya vya kutosha kusaidia au wanapuuzia hali hii? Umoja wa Mataifa haupo kuisaidia DRC zaidi. Mimi naona kuna namna kama inafanya undumila kuwili, inapuliza huku inang'ata, lakini kimsingi ni kwamba jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini pia SADC na Umoja wa Afrika, sisi ndio tuna wajibu wa kuisaidia DRC ikombolewe. Ni sauti ya mwanamajumui wa Afrika na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Comrade Adrian Sebudema. Na sasa msikilizaji, ni wasaa wa Duru Uchumi na Biashara, ambapo tunaanza kwa kuangazia taarifa kuwa Bodi ya Kahawa Tanzania TCB imetangaza bei elekezi ya zao la kahawa ghafi ya Arabica imepanda kutoka shilingi 10,000 iliyokuwepo msimu uliopita hadi kufikia 11,500 kwa kilo. Bei hiyo ya shilingi 11,500 kwa kilo ni kwa kahawa iliyochakatwa kwenye viwanda vidogo vilivyopo kwenye vyama vya ushirika, huku iliyochakatwa nyumbani bei yake ikipanda kutoka shilingi 8,500 hadi shilingi 9,000. Kahawa ghafi ya Robusta bei yake ni shilingi 4,800 kwa kilo moja, huku kahawa ghafi ya Arabica ngumu ikiwa ni shilingi 5,000. Kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa na mkurugenzi mkuu wa TCB Primus Kimario, bei hizo zimejumuisha michango, tozo zinazolipwa na mnunuzi na gharama nyingine za kibiashara. Aidha, amesema bei hiyo itakuwa inafanyiwa marekebisho mara kwa mara kuendana na mwenendo wa soko la dunia. Na mamlaka ya mapato Tanzania TRA imesema itafanya uchambuzi yakinifu ili kuona njia sahihi ya kupunguza matumizi ya pesa taslim kwenye vituo vya mafuta kote nchini. Mpango huo wa TRA unakuja kufuatia ushauri uliotolewa na naibu waziri wa nchi, ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji, Stanislaus Nyongo, kwa lengo la kuondoa matumizi ya fedha taslim katika ununuzi wa mafuta kwenye vituo vya mafuta na badala yake watumie njia za kielektroniki kununua bidhaa hiyo. Ni hayo tu katika Duru Uchumi na Biashara kwa siku ya leo.
Msikilizaji, tayari Marco Pastoli yuko humu ndani kutujuza kwa ufupi yaliyojiri katika duru michezoni. Karibu. Asante sana, bila shaka uko salama. Kama unavyoniona niko vizuri. Hivi unajua Papa Leo wa 14 alikuwa ni mfuatiliaji ama anapenda kufuatilia mchezo upi? Naomba unijuze. Kwa niaba ya msikilizaji. Utafahamu saa 2:15 usiku ndani ya Sports Corner. Wewe kaa na sisi hapo, baadaye tutakufahamisha. Lakini kwa sasa naomba nikufahamishe kuhusiana na mechi ambazo zimepigwa jana. Yaweza kuwa unafahamu, lakini ukifahamu itakuwa vizuri zaidi, ya kwamba Tottenham Hotspur na Manchester United wamefanikiwa kwenda katika fainali za Europa League, na hivyo tusubiri kuona nani atakwenda kuibuka kuwa mshindi. Na hii ni baada ya Tottenham jana kushinda bao 2-0, kwa hivyo akawa amemtoa Bodo. Lakini Manchester United yeye alifanikiwa kushinda bao 4-1, akawa amemtoa Athletic Club. Lakini usiku huo katika Conference League kuna michezo ilikuwa ikichezwa. Chelsea alicheza na Jugaden na Chelsea alishinda bao 1-0. Kwa hivyo akafanikiwa kwenda kwenye hatua ya finali ambapo atacheza na Real Betis ambaye alimtoa Fiorentina kwa kutoka ya sare ya bao 2-2, lakini kwenye mchezo wa awali walikuwa na faida ya magoli Real Betis. Kwa hiyo hayo ndio ambayo yalijiri jana. Lakini kwa leo kutakuwa na mechi pale Uhispania. Las Palmas atacheza na Rayo Vallecano. Halikadhalika pale Ujerumani Wolfsburg atacheza na Hoffenheim, na kule Italy Milan watacheza na Bologna. Hayo ni kwa ufupi tu, lakini mengi zaidi pale saa 2:15 usiku. Asante sana Marco, na nikutakie maandalizi mema ya Sports Corner. Shukrani. Asante. Kwa taarifa hizo za kimichezo na burudani, msikilizaji, sasa napata wasaa wa kutupia jicho katika nambari yetu, nikiangazia kile ambacho umechangia katika taarifa zetu ambazo umezisikiliza. Anaitwa Adrian Thomas, mke wa Elia Kadie, anasema hongera sana Papa Leo wa 14 kukaa kwenye kiti cha upapa. Mungu akubariki sana, pia tunamtegemea sana katika dini yetu ya Wakatoliki. Huyu hapa anaitwa Ayubu Faustin, anapatikana Biturana Kibondo. Asante kwa kutujuza mengi yanayojiri kitaifa na kimataifa. Mungu awabariki sana Radio Kwizera FM. Justin Richard anatoka Murugarama Ngara, maeneo ya njia panda Rulenge. Jamani huko Sudani mbona vita vinataka kupamba moto? Tuko pamoja mpaka tamati, ndivyo anavyomaliza katika ujumbe wake. Lakini huyu hapa ni Sadiki Vedasto Bonfasi Mikole Ngara, anasema asante sana kwa ujumbe wako, na nitamatishe na ujumbe wa Innocent Bruno, anapatikana pande za Buhongwa Mwanza. Anasema nawapata vyema ndugu mtangazaji na kupata kupitia 97.7 Mwanza. Tuko pamoja mpaka tamati. Na kwa ujumbe huo msikilizaji, ninakamilisha makala haya ya duru zetu alasiri. Nikukumbushe tu miongoni mwa yale ambayo tulikuletea kwa siku ya leo. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amemtumia salamu za pongezi Rais wa Urusi Vladimir Putin kwa maadhimisho ya siku ya ushindi kukumbuka vita kuu ya pili ya dunia. Chama cha walimu nchini CWT kimesema walimu wana haki ya kuwasilisha maoni yao ya kufanya marekebisho ya katiba inayowataka kukatwa kiasi cha 2%. Na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ameongoza ibada yake ya kwanza ya misa leo, siku moja baada ya kuchaguliwa kuliongoza kanisa hilo. Hadi kufikia hapo ndio tunafikia mwisho wa makala hii ya duru zetu alasiri. Zawadi Bashemela alikusomea taarifa ya habari, na wale wote ambao wameshirikiana nami kuhakikisha makala hii ya duru zetu alasiri inakufikia wewe msikilizaji. Mimi ni Amina Deogratias Sema Gogo, nasema asante kwa kuwa nami na kutakia alasiri njema. Naendelea kusikiliza Mseto Leo. Hii ni Radio Kwizera FM.